tetesi za usajili kwa Dominic tunaelekea mwishoni mwa msimu. Siku ya leo tumeshuhudia baadhi ya vyanzo vya habari vikimwandika Lionel Ateba, mchezaji ambaye ameorodheshwa kuwania tuzo ya mchezaji bora wa nchini Kamerun na mchezaji nchi na Onana, mchezaji kutoka Manchester United kina Mbeumo. Unaiona nafasi ya Lionel Ateba wa Msimbazi kuchukua tuzo hiyo pale Kamerun? Naam. Unaiona nafasi ya Lionel Ateba kuchukua tuzo ya mchezaji bora wa nje wa Kamerun? Sasa kwa ukizungumzia kwa upande wa ligi za Afrika inawezekana, kwa sababu Afrika wa Kamerun ambao wanafanya vizuri ni wako maeneo mangapi? Kwa maana wanacheza ni local ligi za Afrika wako wachache. Lakini ukizungumzia kwamba ni tuzo ambazo zinakwenda kuhusisha nyota mbalimbali mabara mengine, hana nafasi hiyo. Ila kama ikiwa ni kwa nafasi ya ndani ya Afrika, sawa, kwa sababu ukiangalia kwenye ligi ya Egypt si kama kuna Mkameruni ambaye anafanya vizuri. Ligi ya Tunisia sidhani. Kwa hiyo nafikiri kwa upande wa Afrika hawafanyi vizuri. Kwa hiyo yeye ukiangalia yupo kwenye ligi ambayo ina sound, inaonekana sana, inaonyeshwa amefanikiwa kuwa na takwimu nzuri katika msimu huu, amefunga, ameweza kuassist. Kwa hiyo nafikiri anaweza kuwa na nafasi kama itakuwa ni local players kwa maana ambao wanacheza kwenye bara la Afrika. Lakini ikiwa kama ni issue ya entire, hana capacity hiyo. Wale wengi wamekuwa wanafananisha hivi sasa kutokana na takwimu za magoli pamoja na assist. Wanafananisha Jean Charles Ahoua na Clatous Chota Chama katika msimu wake 21-22 ambapo Chama alikuwa na assist 15 magoli 8, lakini Ahoua amekuja kuvunja rekodi hiyo. Unamuona Ahoua ni zaidi ya Chama kwa takwimu? Wewe mwenyewe ukiangalia kweli zaidi ya Chama kwa rafiki yangu. Wewe mwenyewe ukimwangalia Ahoua utamkompea na Chama. Hayo ndio ambayo yanayowafanya watu baadaye wanakuja kukasirika, wanaanza kuona kama wanaonewa. Kwa nini? Kwa sababu tunapenda kurahisisha vitu. Tunapenda kumpea, hata huwezi kumkompea Chama na Ahoua kwa namna yoyote ile. Ni mbali. Yaani kama unachukua Mercedes Benz na Corolla unaziweka hapa zianze kushindana. Haiwezekani. To be honest, Chama ni mwingine. Takwimu unaweza ukazipata. Utaniambia wewe katika haya magoli ambayo amefunga yeye, magoli mangapi ni ya penalty? Na hizo penalty zilikuwepo. Na magoli ambayo alifunga Chama yanafanana. Kwa hiyo unaweza ukafunga hata goli 30, lakini zikana goli katika mazingira ambayo yoyote angeweza kufunga. Kwa hiyo sioni namna yoyote ya kuweza kumkompea Chama na Chama na Ahoua. Tofauti kabisa. Chama ni klasi nyingine, mchezaji mwingine, lakini kwa sababu tu siku zote tunapenda kwamba kila ambacho kipo Yanga lazima nacho kiwepo, ndio tunaanza kukompea vitu hivi, lakini ukiangalia ni kosa kumkompea Chama na Jean Ahoua. Kuna shida gani kwa mara na Simba? Nafikiri Simba ni kama vile sijui, lakini naona kama wana changamoto moja ya watu wakifanya makosa basi wanawaadhibu moja kwa moja. Tumeona kwa upande wa Ishimanula mechi ile tokea goli 5 zile za Yanga tokea pale ndio kama kawa ndio mpira wake umeisha. Tulizo kuona yani watu wakaamini kwamba amefanya makosa na nini, mengi akazungumzika. Kwa hiyo kuna hiyo changamoto nafikiri wanakopo nayo, na hasa baadhi ya watu wakipeka mawazo fulani hivi akionekana kwa wachezaji basi wanakuwa wanaadhibiwa. Kwa hiyo nafikiri hata ukiangalia kiwango ambacho amekionyesha kwa siku za karibuni hapa, mechi kadhaa palitokea ugomvi wakati yake na Ngoma na vitu vingine. Kwa hiyo inawezekana haya ndio yakawa sababu kumfanya kama pengine papa na changamoto kati yake na management. Binafsi nafikiria kitu kama hicho. Shefondo Malo naye yupo kwenye rungu la kuondoka Msimbazi. Shefondo nafikiri amekaa muda mrefu katikati bila kucheza hapo, utakuwa ni shahidi. Alikuwa na majeraha, lakini pia mwishoni kabla hajapata majeraha alikuwa na makosa ambayo yalikuwa ya msingi ambayo timu iliweza kupata madhara kutokana na makosa yake. Kwa hiyo pengine viongozi wameona kwamba kwa hiki ambacho tukifanya, lakini pia na malengo alionayo kwa msimu unaokuja, basi bora utafute mtu mwingine bora zaidi yake. Lakini kimsingi hapa katikati aliporomoka kiwango chake. Kwenye daftari lako kama Fabrice wa Afrika, nini kimekufikia hasa sajili za Simba msimu ujao? Wanamleta nani? Ilikuwa nasikia tu kuna mchezaji mmoja kutoka Zambia ambao walikuwa wanajaribu kumuania, lakini bado hajafikia sehemu nzuri. Lakini pia nilisikia walikuwa wana uwezekano wenyewe wakati tulizungumza walikuwa wanahitaji kupata saini ya Faisal Salum, na wenyewe walikuwa wanawania pia pengine aweze kuwa ndani ya kikosi chao. Kuna kipindi walijaribu kuweza kumapproach Dickson Jobu kwa muda fulani aweze kuwa sehemu yao. Kuna kipindi waweze kumapproach nani Ibn Baka waweze kumapproach kwa muda fulani aweze kuwa sehemu yao. Kwa hiyo na wenyewe wamekuwa wakiendelea kutafuta, lakini mpaka saizi bado hatujapata usajili ambao unaweza kusema uko 100 au 90. Bado wapo kwenye kutafuta baadhi ya nyota ili waje kusaidia katika msimu unaokuja. Tumesikia Simba na mhitaji na Yanga wanamhitaji pia winga kutoka Burundi, Girumbisha kama sasa. Timu gani mpaka hivi sasa imefikia asilimia kadhaa za kuweza kumpata?
Nafikiri mazungumzo yake na Simba yalifanyika na walikuwa waendelea vizuri, lakini pia na Yanga nao walifanya. Baadaye Yanga wakaja kama wakampunguza spidi ya kumhitaji. Sasa najua Simba wameendelea mpaka hapa sasa, lakini Yanga walifanya mazungumzo katika tofauti, wakaja wakasitisha kwa muda. Simba waliendelea. Kwa pengine inawezekana mkubwa kuwa na masuala na Simba kuliko na Yanga. Tetesi za ndani, Fiston Kalala Mayele usajili wake na Pyramid uko mwishoni na wanaweza kaachana naye akiwa free, lakini vilabu ambavyo vinamhitaji vimeonekana ni kutokea South Africa pamoja na Saudi Arabia. Unaiona nafasi ya Fiston kuweza kurejea Tanzania? Brother, ngumu sana. Kwa nini? Hatuna hiyo guts. Ye pesa tuwezi kuwa nayo ya kumchoma yeye. Uwezo hatuna. Timu zetu hazijafikia hizo level bado. Yaani level ya kumchukua Mayele kumfanya kata Tanzania bado. Tusidanganyane. Hatuna huo kubwa. Na hizo muscles bado hatuna. Tuhamie kwa Yanga kama Fabrizio, ni sajili gani hasa unazo kwenye kitabu chako? Nafikiri Yanga nyingi nilishazungumza, Chikola nilizungumza, Atubada nilizungumza, Isho Faisal nilizungumza, na kuna yule Ibrahim Keita nilizungumza. Na nafikiri hizo nilikuwa nimezungumza. Kwa nafikiri bado sijapata issue nyingine. Ndio wale ambao tumewazungumza. Mimi nikushukuru sana, nikutakia wakati mwema. Karibu sana. Hello. Habari? Nzuri. Nawasiliana na Brothers Academy? Ndio, tafadhali karibu nikuhudumie. Mimi nimefeli kidato cha 4 na nimewasikia Brothers kwa muda mrefu. Je, waweza nisaidia? Ndio. Sisi ni Brothers Academy, wale mabingwa wa kufaulisha waliofeli kidato cha 4 na cha 6 QT A level kwa mwaka mmoja. Kozi za lugha tunatoa. Hostel zipo topa Dar es Salaam, karibuni nyote. Hello. Habari? Nzuri. Nawasiliana na Brothers Academy? Ndio, tafadhali karibu nikuhudumie. Mimi nimefeli kidato cha 4 na nimewasikia Brothers kwa muda mrefu. Je, waweza nisaidia? Ndio. Sisi ni Brothers Academy, wale mabingwa wa kufaulisha waliofeli kidato cha 4 na cha 6 QT A level kwa mwaka mmoja. Kozi za lugha tunatoa. Hostel zipo topa Dar es Salaam, karibuni nyote.